Nikawekwa na mwanamke mzee, si mzee sana, lakini mimi niko na miaka kama 18, yeye alikuwa na miaka kama 35, so sio mzee. Na yeye pia alikuwa amewekwa na mzee wa wenyewe tajiri sana, so tulikuwa kachain. Sasa alikuwa huyo mwanaume akikuja usiku ananiambia ingia kwa rumu ya watoto. Sasa siku moja huyo mwanaume alikuja usiku, na ni mwanaume tajiri sana, ako mpaka na bunduki. Mimi sinaishi kwa huyo mama, akaja usiku akasema kila mtu amuka nini. Akauliza ule mwanamke alikuwa ameniweka, "Huyu ni nani?" Akasema, "Huyu ni kazini yangu." "Kwani umjui? Si ni ule kazini kwangu ambaye umtafutie kazi?" Akauliza, "Wewe ni kazini yake?" Akamwambia, Najua mimi nakuaga mjanja. Sasa nika haraka nika switch on. Hakuwa ameniambia but mimi ni kazini yake, "Ulikuwa unataka kazi?" Nikamwambia akaniambia kuja kwa ofisi yangu kesho saa 4. Akasema sawa, akaingia huko akalala na mama wangu. Nikasikia analala naye. Na kabla alale na yeye walikuwa wamekosania simu. Alikuwa anamwambia amnunulie simu ya 400,000. So walipigana usiku mzima. Na mimi nasikiza tu. Mnyonge hana nitaongea nini? Na mfuko hata maini yenye nakula ni mama ndiye anatoa maini. Mimi nikanyamaza. Asubuhi ikafika nikapiga makelele, "Wewe hata uko na wanaume wengi." Akanambia, "Kanyari, hii nyumba unalipa, ni wewe unalipa, hii nyumba unakaa ni wewe unalipaga?" Kaambia, "Hapana." "Ile maini ulikula ni wewe ulilipa?" "Hapana." "Basi kila kitu iwe hapa." Tulia hivyo. Na nikaelewa. Sikuongea tena.